Yanga Sports Club wanarejea nyumbani Dar es Salaam Tanzania baada ya kukamilisha mchezo wao wa siku ya hapo Ijumaa katika nchi ya Algeria dhidi ya klabu ya soka ya JS Kabylie na kupata suluhu ya bila. Baada ya kukamilika kwa mchezo huo, mazungumzo kadhaa yaliendelea huko, kocha mkuu akijaribu kusisitiza mambo mbalimbali na kuhamasisha wachezaji wake. Kisha timu ikapumzika na kuanza safari kuelekea Dubai. Baada ya safari ya kuelekea Dubai, timu ilipofika ilipata muda wa kupumzika na leo wamesafiri kurejea nyumbani Dar es Salaam Tanzania tayari kwa ajili ya kuendelea na mechi za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Yanga ambao wako kundi B la michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wao watakuwa wanarejea nyumbani Tanzania sasa na kuanza harakati zao za kusaka alama zingine muhimu kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara baada ya kukamilisha zoezi la kimataifa wakikusanya alama 4 katika mechi 2 walizocheza na kupoteza alama 2 katika alama 6 ambazo walikuwa wanazitafuta. Watarejea tena kwenye harakati ya kusaka nafasi ya kwenda robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika Januari 23 dhidi ya timu ya soka ya Al Ahly ya pale nchini Misri, ambako Yanga watasafiri mpaka nchini Misri, kisha watarejea kucheza mchezo wao wa nyumbani dhidi ya Ahly Januari 30 mwaka 2026. Kwa sasa Yanga watacheza michezo miwili tu ya ligi kuu soka Tanzania bara kabla ya kwenda mapumziko, huku wakiwa sasa wana muda wa kupisha michuano ya AFCON, na hivyo Mwalimu Pedro Goncalves atapata nafasi nzuri zaidi ya kuiandaa timu yake na kuimarisha kuelekea katika mechi zijazo za ligi ya mabingwa ambazo zitacheza Januari pamoja na Februari, na kisha atakuwa na nafasi ya kuiandaa timu bora pia kwa ajili ya mashindano ya ligi kuu na mashindano mengine. Unaiona nafasi ya Yanga kufanya vizuri msimu hasa kutokana na ujio wa kocha Pedro na kila ambacho ameanza kukionyesha katika mechi ngumu za kimataifa zile 2 ambazo pia alipata matokeo bora, ama unaiona ni Yanga ya aina gani? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travel TV, mimi ni Mbushe Kwelasa. Hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment na kushare ili wengine pia waendelee kupata taarifa hizi na kushirikiana nasi kuhusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo.